Kesi ya Tundu Lissu imeanza tayari mahakamani hapa na majaji wanaingia. Wakati huo sauti ya koti imepigwa kwa sauti kubwa. Kelele za rais kama ilivyo ada pia zinapigwa zikianzia kule juu ndani ya mahakama, na Mheshimiwa Lissu leo amepiga t-shirt yake ya no reform no election, na majaji wanaandika kidogo. Kama kawaida mawakili wa serikali wapo karibia 10. Siku zote huwa wanajitahidi kwa wengi sana hapa mahakamani, na Mheshimiwa Lissu pia anateta kwa mbali na vijana wake pale. Wapo mawakili Aicot Lissu, Deogratias Mainyila, Michael Lugina na Sisti Aloisi. Anasimama Renato Simkude na watambulisha wenzake na kusema wana mashahidi wawili wanaolindwa na wako tayari. Shahidi amesubiriwa kwa muda mrefu sana na jaji anauliza mmeenda kumtafutia wapi? Yupo mheshimiwa, anajibiwa. Jaji huyo shahidi ni nani? Renato Simkude ni P2 huyu. Jaji, shahidi una miaka mingapi? Shahidi wa kificho, miaka 38. Jaji, dini yako? Shahidi wa kificho, Mkristo. Jaji, haya tuendelee, mwapisheni. Anasimama Renato Simkude, anasema huyu shahidi ataongozwa na wakili Ignas Mwinuka. Anasimama Ignas kuendelea. Ignas, wakili wa serikali. Shahidi, nitakuuliza maswali na hutakiwi kutoa utambulisho wako. Unaitwa nani? Shahidi wa kificho, P2. Mimi naitwa P2, mkazi wa Matalawe, Songea, Ruvuma. Wakili, kazi gani unafanya? Shahidi wa kificho, mimi ni fundi umeme. Wakili, wewe ni mfuasi wa chama gani? Shahidi wa kificho, mimi ni mfuasi wa Chadema toka 2021. Wakili Ignas, unajishughulishaje ukiwa mfuasi wa chama hicho? Shahidi wa kificho, huwa anajishughulisha na mikutano na kulipa michango. Wakili, tukumbushe tarehe 4 mwezi wa 4 2025 ulikuwa wapi? Shahidi wa kificho, nilikuwa manispaa ya Songea kwenye shughuli zangu. Nakumbuka nikiwa napitia mitandao ya kijamii nilikutana ujumbe wa Antipasi Tundu Lissu akiwa katika mkutano na wanahabari. Wakili, mtandao gani? Shahidi wa kificho, YouTube nilikuwa naangalia. Wakili, ukabaini nini? Shahidi wa kificho, nilikutana na ujumbe wa mwenyekiti wa chama akisema kutakuwa na uchaguzi unaotaka kugombea wasaa mwaka huu. Alisisitiza namna ya kuzuia uchaguzi ni njia ya kuleta mabadiliko na alihamasisha kila mmoja awe jasiri. Wakili, ulifanya nini wewe? Shahidi wa kificho, nilivyopata ujumbe huo nikapata hamasa na kuanza kuwatafuta viongozi walioko Songea ili tujue linatekelezwaje vipi hilo. Wakili, kingine kilichoendelea? Shahidi wa kificho, nilimtafuta Esau Saidi, mwenyekiti wa vijana Songea, kwa ufafanuzi zaidi. Alinieleza atafanya mawasiliano na viongozi wengine na ilipofika tarehe 7 mwezi wa 4 2025, kwa hiyo alituambia tutoe michango ya hiari na mimi nilichangia 10,000. Hiyo michango ya hiari inaitwa tone tone. Wakili, mwendelezo wa ziara ya mwenyekiti wa Chadema Taifa. Shahidi wa kificho, niliendelea na shughuli zangu nikawa nasubiria tarehe 10 mwezi wa 4 2025 ambayo itakuwa ndio siku ya mkutano na tuliambiwa hivyo sisi. Tarehe 9 mwezi wa 4 nilipata taarifa kuwa amekamatwa mwenyekiti Lissu na kwa vile sikuwa na taarifa za kutosha. Wakili, ikawaje? Shahidi wa kificho, nilijiandaa tarehe 10 mwezi wa 4 ile asubuhi ili niende kwenye mkutano na kupata ufafanuzi nini kimeendelea hadi mwenyekiti kukamatwa. Nilipofika mjini nikakutana na polisi wengi na wakawa wanatuambia hakuna mkutano siku hiyo. Wakili, ikawaje? Shahidi wa kificho, nikaona nielekee ofisi za chama maana tuliambiwa makamu mwenyekiti wa chama atakuwa anazungumza na wanachama pale ofisini. Wakili, makamu mwenyekiti anaitwa nani? Shahidi wa kificho, John Heche. Wakili, nini kiliendelea? Shahidi wa kificho, tukiwa pale ofisi za chama wakati tunasubiria mheshimiwa Heche azungumze wakaja polisi na mimi nilikamatwa katika tukio hilo na kupelekwa kituo cha polisi.